timu ambayo itaundwa hapa wakati wa kuandaa mkakati iangalie maeneo hayo na kuja sasa na solution ya kutuwezesha sisi sio tu kulima alizeti na kuprocess, lakini kuhakikisha kwamba tunajitosheleza mafuta ya kula na kuanza kupata potential markets katika East Africa, SADC na global markets. Nikupatia taarifa tu Mheshimiwa Waziri kwamba South Africa wanahitaji mafuta ya alizeti kutoka kwetu. Wana import kutoka nchi zingine kama Argentina, lakini kutokana na close proximity na Tanzania wanatamani sana wapate mafuta yetu, na wanafuatilia ndani ya mradi wa TRF Trade Related Facility, wanafuatilia sana jinsi gani watapata mafuta kutoka kwetu. Lakini ndani ya mradi wa ITC 6 tulikuwa tumekubaliana na makampuni ya India, wanataka nearly to 5 million metric ton kila mwaka ya mafuta ya alizeti, na wanaona kabisa strategic position ya India na Tanzania tuweze kufanya biashara, lakini tumeshindwa sababu ya changamoto mbalimbali ambazo tunategemea timu sasa kwenda kwenye mkakati unaokuja wa 21-26 basi ita iron out na tuangalie tafanya vipi pamoja. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri, nashukuru vile vile na wageni ambao mmefika ili tuingie kazini. Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri, nashukuru kwa hiyo fursa ambayo umeipata, na tuseme tu kwamba wizara yako Mheshimiwa Waziri mwisho wa mkakati huu ndio owner pamoja na wadau hawa na kuweza kuweka direction ya nini kinahitajika. Lakini Mheshimiwa Waziri, kwamba tunashukuru upande wa sekta binafsi tunaendelea kuwa nao, hasa baada ya kuwa na changamoto ya mafuta. Tumekuwa na vikao vya kamati tendaji vya wataalamu na kuangalia mambo mbalimbali. Moja ya kupitia kamati hii na baadhi wako hapa ilikuwa ni swala la takwimu, ambao wote tunajua tulivyokuwa tulianza kwamba kulikuwa na takwimu ambazo zilikuwa zinatupa matumaini kama vile tuko vizuri, na hata kwenye dokumenti ambayo inaisha muda wake ilikuwa inaonyesha kwamba uzalishaji wetu ni tani milioni 3. Kwa hiyo hiyo ilikuwa moja tukaunlock, ndo tukapata takwimu ambazo zinatueleza sasa mahitaji viwanda yakoje na nini tunachoendelea. Mheshimiwa Waziri, kwa wadau ambao wako hapa ni mwanzo tu wa safari ndefu kwa ajili ya mkakati, kwa sababu uliokuwepo wa 2025 maisha, na sasa tunaandaa sasa wa 21-26. Lakini moja ya kitu ambacho tumejifunza Mheshimiwa Waziri katika mkakati uliopita, kutokuwa na maelezo na mikakati mingi kwenye document ambayo haikuwa na uhalisia, na ndio maana tulipoanza kwenye technical team tukaanza kuona kumbe tunaweza tukawa na vitu vichache tu na vikatekelezeka. Moja ya eneo ambayo tulifanya, wenzangu mtakumbuka, ukiacha ile takwimu nililolisema, ni juu ya maeneo ya uzalishaji, ambao baadaye tukawa tumetembea katika maeneo yale mashamba pori, tukawa tumeyabainisha. Natumaini kwamba kwa sababu ripoti ipo, itakuwa ni moja ya input katika mkakati wetu kwamba ni maeneo gani yatatumika kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu, lakini pamoja na uzalishaji wa alizeti. Sasa baada ya hii kikao Mheshimiwa Waziri, kwa sababu technical team itakuwepo, baadaye watapitia hadidu za rejea kwa ajili sasa ya kuandaa huu mkakati ambao unaendelea. Maombi yetu kwetu na kwa wadau katika kikao hiki Mheshimiwa Waziri, na kwa sababu umeona mengi kule field na kwa uzoefu wako Mheshimiwa Waziri, sisi tunaomba tu kwamba pamoja na mengine ambayo tatuelekeza, lakini tupate inputs ambazo wewe kama msimamizi wa sekta ya kilimo hapa nchini na kwa jinsi ambavyo matarajio ya nchi yalivyo, ili sisi kama wadau wote ambao sekta ya umma na sekta binafsi tuweze kuyazingatia, ili hatimaye kwamba mwisho kama nchi na Wizara ya Kilimo na wadau wote tuwe na mkakati ambao unatekelezeka ya kuweza kujitegemea kwenye mafuta ya kula. Najua nyinyi mnashughulikia swala la alizeti ambalo katika takwimu rasmi sasa hivi ni 43.3% ya mafuta yote ya kula hapa nchini, kama mnafahamu. Nafuatiwa na mafuta ya pamba na baadaye mengine, lakini takwimu rasmi, kwa sababu kuna mafuta mengine pengine yanaliwa huko hatuyaona, mengine yanapitia njia za panya kutoka nchi jirani. Kwa hiyo ni zao moja muhimu sana kuweza kuzungumzia mafuta ya kula hapa nchini bila kuzungumzia alizeti. Kama mnafahamu, kilimo kwa kweli tumekuwa tukiongea tangu tukiwa wadogo, tumekuwa na kauli mbiu nzuri sana za kilimo, nzuri sana, kilimo cha kufa na kupona, au mnakumbuka hiyo?
siasa ni kilimo. Nakumbuka kilimo ni uti wa mgongo. Tumesogea, lakini wote mnajua kwamba bado safari ndefu sana, na najua wote mnafahamu kwamba hamna mageuzi halisi ya uchumi ya kunyanyua maisha ya watu wetu bila mageuzi ya kilimo. Hiyo haipo, na sababu zake nyingi tu. Kwa naambia wataalamu fulani mahali fulani wakawa wanashangaa, naambia najua ili tulete maendeleo ya viwanda, mageuzi ya viwanda, lazima tujitahidi tuzalishe kwa tija kubwa ili bei ya mazao tunayozalisha iweze kupungua. Kwa sababu bei ikipungua, kulima si atakosa fedha. Lakini ukiongeza tija, ukiongeza yield, wataalamu wa kilimo wanaita yield, sio productivity wakati tunaangalia output per unit effort. Kama kwenye eka moja ulikuwa unapata magunia 5, tukakupelekea magunia 20, bei inaweza kupungua by half na bado kipato chako kaongezeka, si ndio? Kwa hiyo tunachohitaji ni kuongeza tija ili malighafi iweze kupatikana kwa ajili ya viwanda vyetu kwa bei ambayo ni afadhali. Na leo tulivyoenda kwenye hiki kiwanda walizungumza hilo kwamba kidogo tunapata shida ya gharama ya material ambayo tunanunua. Lakini sio hivyo tu, hata mshahara unaolipa wafanyakazi, mshahara wetu halisi unategemea sana bei ya chakula. Sio wachumi tuna nominal income na real income. Nominal income inaweza kaongezeka ukalipwa hata $1,000,000, lakini kama huwezi kununua vitu vingi zaidi, real income yako inaweza kawa haijaongezeka. Na wakati mwingine nominal income inaongezeka lakini real income imeshuka. Yaani ukaongezewa mshahara wako mara 3. Mwanzoni ulikuwa unapata, ulikuwa unaweza kununua gunia moja la mchele au mawili ya mchele. Ukaongezeka mara 3, sasa hivi huwezi kununua hata gunia moja. Tunasema real income imeshuka. Sasa ili kuongeza real income ya wafanyakazi, lazima bei ya chakula ishuke ili kwa kipato kile aweze kununua chakula cha kutosha. Na unajua chakula kwenye pato la Mtanzania kinachukua zaidi ya 40% ya fedha ambazo mtu wa kawaida anazipata. Kwa hiyo ukiweza kupunguza gharama ya chakula, unamuongezea real income, yani kipato halisi, sio nominal income. Kwa mshahara ule ambao ukiangalia ni shilingi 400,000 analipwa kwa mwezi, kama bei ya chakula ikishuka, ule mshahara umeongezeka kwa hali halisi, japo kwa kuhesabu shilingi utakuwa mpungua. Sasa kwenye kilimo tukiongeza tija, bei ya mchele kapungua, bei ya nyanya kapungua, ya mahindi kapungua, ya sukari kapungua, kwa kiasi kile cha hela mfanyakazi atakuwa ameongezewa mshahara. Akiongezewa mshahara, ari ya kufanya kazi inaongezeka. Watu wanasema kwamba watu wetu ni wavivu. Si kweli. Wale wanaendesha daladala sio wa Tanzania. Sio wa Tanzania wale. Hao vijana wanachunga ng'ombe maporini sio wa Tanzania. Wale ni wavivu kweli wale. Hawa wanalima shambani kila siku sio wa Tanzania. Kwa kama unataka wafanye kazi vizuri viwandani, inabidi kipato halisi wakipate kiweze kukidhi matakwa yao baada ya kwenda kazini kufanya kazi, lakini anahisi haitoshi kulipia hata kodi ya nyumba na chakula na kadhalika. Kwa hiyo mageuzi ya kilimo yatatusaidia sana kupunguza gharama za kuanzisha viwanda hapa nchini kwa ujumla wake wa jamani, si ndio? Kwa raw material patikana kwa gharama ndogo, na hiki kiwanda tulichoenda leo anasema bwana, nauliza vipi kuuza mafuta nje? Sasa tunauza, lakini kwa kweli tunapata shida kwa sababu gharama ya uzalishaji wa alizeti kwenye nchi washindani ni ndogo zaidi. Gharama za uzalishaji wa mafuta nadhani ni Black Sea, eneo la Black Sea ni ndogo zaidi. Anasema na Ukraine ni ndogo zaidi. Kwa wakati unapoingia kwenda kuuza South Africa inakuwa shida. Kwa hiyo sisi kwenye mapinduzi ya kilimo kwa kweli kitu kikubwa tunachohitaji kikubwa sana ni kuhakikisha kwamba tunaongeza tija. Tunaongeza tija. Uwezo wa kuzalisha zaidi kwa nguvu zile. Uwezo wa kuzalisha zaidi katika eneo lile. Na tukianza hivyo ndio tutaanza safari kweli ya mageuzi ya uchumi wa nchi yetu, na ndio lengo la Afrika la mwaka 2063. Sustainable Goals za UN ambazo zote tumesubscribe tu. Ndio lengo letu la kujenga uchumi shindani. Sasa tunaingia miaka 5, maendeleo ya miaka 5 ambayo kauli mbiu kubwa ni kujenga uchumi shindani. Maana yake nini? Kama sasa hivi mchikichi
tukiotesha kwenye hekta moja tunapata mafuta tani 1.6, wakati Malaysia kwenye hekta moja wanapata mafuta tani 10. Sisi ni shindani? Sio. Kwenye nani, kwenye alizeti sasa hivi tunapata kwa hekta moja, nadhani hekta moja tunapata 0.7 tani, 0.7. Wenzetu wanafikia 1.5. Sisi tuko shindani kweli? Kwa hiyo kwa kweli tuna kazi kubwa sana ya kuongeza ushindani. Kwa hiyo mnachojadili hapa ni muhimu sana kwetu. Najua mtaangalia mambo mengi na yote ni muhimu. Nimeangalia na terms of reference mnazotaka kuziweka. Nakubaliana na mkurugenzi, hatuhitaji mambo mengi sana. Tunahitaji key interventions ambazo zitatuletea mabadiliko. Tuweze kuzi-identify na ziwe practical. Wakati mwingine tumekuwa tukiandika madokumenti makubwa huko, yana story ndefu. Tanzania ilipata uhuru mwaka 61. Tukazimio la Arusha mwaka 67. Story hizo tu bado hujafika kwenye. Tunahitaji kitu ambacho ni more practical, tutakikamata tusogee nacho mbele. Na lengo lake kubwa la kwanza liwe ni kuongeza tija. Kwa moja ambalo naona ni wazi, swala la mbegu. Kwa sababu linazungumzwa, ukizungumza na wataalamu wote wanazungumzia swala la mbegu. Uzuri tu, nimeongea na huyu mwenye viwanda anasema sisi hata mbegu chotara inayokuwa imported na hii inayozalishwa hapa, kiwango chako cha mafuta ni kile kile. Ndicho alichotuambia. Na hii mbegu ya record kwamba na wakulima wanaipenda sana. Mimi naitwa Timothy Mbaga, ni kaimu mkurugenzi mtendaji wa Baraza la Kilimo Tanzania. Kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni Agricultural Council of Tanzania. Leo tumekutanika hapa, lengo kubwa la mkutano wetu huu ambao Mheshimiwa Waziri ameufungua ni kupitia mkakati ule wa kuzalisha alizeti ambao ulianzishwa mwaka 2016 ambao ulikuwa unaisha mwaka 2020 ambao mwaka jana. Tumeupitia, lengo letu ni kuupitia ule mkakati, kuangalia ni mambo gani ambayo sasa tunataka kutengeneza mkakati mwingine wa kuzalisha alizeti hapa Tanzania. Kwa hiyo kwanza, kabla ya kuanza mkakati mwingine ambao tutaangalia sasa, unaweza kuwa miaka 5 au miaka 10, lakini lazima tuangalie, tufanyie evaluation, tuangalie mkakati uliopita, tulikwama wapi, tulifanikiwa wapi, tumeanguka wapi, kitu gani kirekebisho. Kwa hiyo hapa wamekuja timu ya wataalamu mbalimbali, wengi wa kutoka private sector na pamoja na serikali, kukutana kupitia ule mkakati na kuweka utaratibu wa kutengeneza mkakati mwingine mpya, ambapo tukishautengeneza ule utaratibu ambao tunasema ni roadmap, tutaipeleka serikalini kwa ajili ya kushare na wizara, alafu tuweze kuangalia jinsi ambavyo utakavyoweza kutekeleza. Kwa hiyo ndio lengo kubwa la wataalamu kuwepo hapa, kwa sababu na limekuja muda mwafaka, kwa sababu tuna crisis sasa hivi ya mafuta ya kula. Tumeona jinsi ambavyo nchi sasa hivi ilipata kidogo mtafaruku, lakini sasa hivi naona mambo yanaenda vizuri. Ila kuna somo ambayo inabidi tujifunze kutoka hapo, kwamba kwa kweli ni lazima kama nchi, ili ni onyo tumepewa. Mheshimiwa Waziri amesema kwamba kukosekana na kwa wingi wa mafuta ya kula ni fursa kwa uzalishaji, lakini sisi pia tumeongezea kwamba pia ni onyo kwa nchi kwamba ni lazima tuzalishe, kwa sababu haya mafuta tunayoyaona kama sasa hivi yanayokuja kutoka nje, wanaweza wakawa wale watu kule nao wakawa na shida, wakaamua wasiuze mafuta. Kwa hiyo nchi inaweza kaingia kwenye janga kubwa sana. Kwa hiyo ni lazima kama nchi tuweke mkakati wa kuzalisha mafuta ya kutosheleza sisi na kuuza nje. Ndio maana tumekaa kama wataalamu sasa, tunasugua vichwa vyetu, tuangalie namna gani tunavyoenda masuala ya mbegu, masuala ya sera za kikodi na sera zingine kuziweka vizuri kusudi tuweze kuzalisha. Hii nchi ina uwezo wa kuzalisha hata mpaka tani milioni 10 za alizeti kwa mwaka, ambazo tunaweza zikatosheleza kuuza ndani na soko la nje pia tukauza, kwa sababu alizeti yetu nyingi ni organic, hatutumii sana mambolea mengi na kila kitu. Kwa hiyo tuna uwezo tukazalisha alizeti ambayo ina ubora mkubwa na unapendwa. Kwa hiyo ni muhimu sasa wataalamu tukakutana, tukaweka vichwa vyetu pamoja, alafu tuangalie jinsi tutakavyoweza kuishauri serikali na jinsi itakavyoweka huo mkakati. Kwa jina mimi naitwa Khalid Mgaramo, ni meneja wa sera, lakini pia ni kaimu meneja wa kongani ya IHEMI ya SAGOT, kwa maana ya taasisi ya kuendeleza kilimo kwenye ukanda wa kusini mwa Tanzania. Mojawapo ya malengo ya taasisi hii ambayo inashirikisha sekta binafsi na sekta ya umma
ni kukutanisha wadau mbalimbali na kujaribu kuondoa changamoto zinazohusiana na sekta ya kilimo pamoja na kuboresha au kuhamasisha uwekezaji. Kwa hiyo tulichokifanya leo ni kuitisha wadau mbalimbali kutoka kwenye sekta binafsi na sekta ya umma na taasisi zingine ikiwemo civil society organization kwa ajili ya kupitia mkakati wa zao la alizeti ambao ulikuwa ni mwaka 2016-2020. Kwa hiyo na kujaribu kutengeneza mkakati mpya ambao utaanza mwaka 2021 mpaka 2026, na tumefanya hivi kama kutimiza lengo letu kubwa ambalo ni kukutanisha wadau, lakini pia alizeti ni mojawapo ya mazao ya kipaumbele na kimkakati kwenye kongani ya SAGOT ya kule Mbalali ambayo inajumuisha mikoa ya Songwe na Mbeya.